Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu. Leo tunaangazia hotuba muhimu iliyotolewa jana Machi 2 mwaka 2026 na Rais Samia Suluhu Hassan wakati wa mazungumzo ya pamoja na Rais wa Ghana John Dramani Mahama katika ikulu ndogo iliyopo huko mkoani Arusha. Mazungumzo hayo yalilenga ushirikiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Ghana, lakini Rais Samia alitumia fursa hiyo kutoa picha ya hali ya kisiasa nchini na kiuchumi. Rais Samia alisema Tanzania iko katika hali ya utulivu wa kisiasa, yani kila kitu kiko shwari baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Amesema nchi imerejea katika hali ya kawaida na anasubiri ripoti ya tume ya uchunguzi, yani Commission of Inquiry aliyoiunda ili iweze kuongoza uundaji wa tume ya maridhiano, Reconciliation Commission, ambayo itatekeleza mapendekezo na hatimaye kufanya mapitio ya katiba. Kwa upande wa uchumi, alitaja ukuaji wa 6% ya mwaka 2025 na mfumuko wa bei inflation ukibaki kati ya 3.5 hadi 4%. Na mkazo wa serikali katika kuongeza thamani ya bidhaa, ukuaji wa viwanda na kuendeleza rasilimali watu, hasa vijana ambao ni 60% ya nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo hapa tutatoa taarifa asili, tuchambue kwa kina madai hayo, ambao tutaongelea data za hivi karibuni kutoka vyanzo huru kama IMF, World Bank na NBS. Kwanza, muktadha wa mazungumzo ulikuwa Rais Mahama alifika Arusha kwa ajili ya maadhimisho ya Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu pamoja na watu, na mazungumzo yalijikita katika ushirikiano wa madini, kilimo, viwanda na usalama wa kimataifa. Rais Samia alitumia fursa hiyo kutoa maelezo ya ndani ili kuonesha utulivu na maendeleo, hasa wakati wa mazungumzo na viongozi wa nje. Sasa hebu tuchambue hali ya kisiasa iliyotajwa kama shwari. Rais Samia alisema baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 ambapo kulikuwa na maandamano na matukio ya ghasia, nchi imerejea kawaida. Alitaja tume ya uchunguzi iliyoongozwa na jaji mstaafu Mohamed Chande Othman iliyoundwa Novemba mwaka 2025, ambayo ilipewa muda wa ziada hadi Aprili 3 mwaka 2026 ili kukamilisha uchunguzi wa matukio ya ghasia. Ripoti yake itaongoza tume ya maridhiano na hatimaye marekebisho ya katiba. Tume hii imepongezwa na UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk kwenye mkutano wa haki za binadamu wa Geneva Machi mwaka 2026, akisema ni hatua chanya ya uwazi. Hata hivyo, upinzani kama Chadema kupitia John Mnyika na wanachama wengine wanasema hali si shwari. Wanasema uchaguzi ulikuwa na udanganyifu, viongozi wengi wako gerezani au wanakabiliwa na kesi, na maandamano yaliyosababisha vifo vingi, ambayo madai yanapingwa na serikali. Ripoti za kimataifa kama Human Rights Watch pamoja na Crisis Group zinaonyesha migogoro iliyobaki, ingawa serikali inasema imetulia na inafanya mazungumzo. Hii inaonyesha pande mbili. Kwa upande wa serikali, hatua za tume ni ishara ya mageuzi na maridhiano kulingana na ahadi za awali za 4R, yani Reconciliation, Resilience, Rebuilding na Reform. Kwa upande wa upinzani ni jaribio la kuficha shida za msingi kama uhuru wa uchaguzi na haki za binadamu. Rais Samia alitaja ukuaji wa 6% mwaka 2025 na inflation ya 3.5 mpaka 4%. Data za hivi karibuni zinathibitisha hii kwa karibu. Lili GDP growth kwa mwaka 2025 ilikuwa karibu 5.9% kulingana na NBS pamoja na BOT, na projections za mwaka 2026 ni 6.1 mpaka 6.3, ambapo kutokana na IMF, World Bank na Focus Economics. Hii inaifanya Tanzania kuwa moja ya uchumi wa haraka zaidi barani Afrika Mashariki, ikishinda wastani wa 4.1 wa Sub-Saharan Afrika. NBS inaripoti headline inflation ilipanda hadi 3.6 Disemba mwaka 2025, kisha ikashuka hadi 3.3% Januari mwaka 2026. Hii inabaki ndani ya lengo la 3.5, ikionyesha udhibiti mzuri wa bei, hasa chakula na nishati. Serikali inajikita katika value addition, kuongeza thamani ya mazao na madini, ukuaji wa viwanda na human capital, ambapo vijana ni 60% ya workforce kulingana na data za idadi ya watu. Hii inaungwa mkono na mipango kama LNG project, ambapo pia kuna mining expansion na tourism recovery. Lakini uchambuzi wa kina
Ukuaji unaungwa mkono na uwekezaji wa serikali na mikopo, lakini kuna hatari kama madeni, mabadiliko ya tabia nchi na migogoro ya kimataifa kama mahakama alivyotaja. Middle East tension inaweza kuathiri bei ya mafuta. Uchumi unaendelea vizuri, lakini si bila changamoto. Private sector credit growth ilikuwa 20.3 hivi karibuni, ikionyesha ujasiri. Tanzania imekuwa na ukuaji thabiti tangu miaka ya mwaka 2000 na chini ya Samia baada ya Magufuli imefungua uchumi zaidi kwa wawekezaji. Mazungumzo na Ghana yanasisitiza Pan-Africanism, ushirikiano katika rasilimali na vijana. Hii inafaa katika muktadha wa EAC pamoja na AU. Rais Samia anatoa picha chanya ili kuimarisha uaminifu kimataifa na wawekezaji. Na data pia zinaunga mkono uchumi mzuri. Hali ya kisiasa ni shwari, inaweza kuwa ni maendeleo halisi baada ya mwaka 2025, hasa na tume ya uchunguzi na maliziano. Lakini migogoro ya upinzani inaonyesha haja ya mageuzi ya kweli katika uchaguzi na uhuru wa vyombo vya habari ili kuepuka kurudi nyuma. Uchumi una nguvu na mkazo kwa vijana ni sahihi. Tanzania inaweza kuwa mfano wa maendeleo endelevu barani, lakini jamii ya kimataifa inahitaji kushirikiana ili kuhakikisha uwazi na haki. Wasikilizaji, hii ni picha ya Tanzania ya leo. Uchumi unaongezeka, siasa inajaribu kurejea utulivu. Tunafuatilia ripoti ya Tume na Maendeleo ya Uchumi. Asanteni kwa kusikiliza, shirikieni maoni yenu hadi wakati ujao.